Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ndugu zangu wa Islam, sisi kama Halal Charity TV tunapenda kutoa advice ama nasaha kwa ndugu zetu ambao wana nia ya kwenda haji. Kama tunavyojua wakati wa haji umefika, na haji ni moja katika nguzo za dini yetu tukufu. Na ibada ya haji ni ibada ambayo ni lazima ujitayarishe, ujipange. Huwezi tukajiendea hivi hivi, ni lazima uwe umejiandaa kisawasawa. Tutaelezea points kadhaa hapa ambazo zitakusaidia wewe ambao una nia ya kwenda kufanya haji, na inshallah kwa nguvu za Allah tuna imani zitakusaidia kwa njia moja ama nyingine. Jambo la kwanza ambalo ningependa kulizungumzia ni ukitaka kwenda haji, hakikisha umepata agent ambaye agent huyo atakuwezesha kukupeleka vizuri na kukuregesha vizuri na kukuwezesha wewe kufanya ibada yako hii vizuri bila tashwishi yoyote. Haji agent ni muhimu sana. Usijichagulie tu mtu yoyote. Chagua agent ambaye ana uzoefu, agent ambaye anajulikana, agent ambaye utakuwa roho yako imekuwa baridi kwenda na yeye mpaka Saudi Arabia na kurudi. Usiangalie sana upande wa gharama. Inaweza kuwa agent ni cheaper kwa dola 100 au 200, lakini services zake kawa si mzuri. Kwa hivyo point ya kwanza, ndugu yangu Muislamu ambao una nia ya kwenda haji, tafuta haji agent ambaye anaweza kufanya hii kazi yako vizuri, ambaye ni mwaminifu, ambaye anajulikana, ambaye ana uzoefu wa hii kazi. Hilo la kwanza. Nukta ya pili muhimu ni chanjo ama vaccination. Ni muhimu sana kwa mahujaji wakati wanapotaka kwenda Saudi Arabia kufanya ibada hii tukufu, upate chanjo ambazo zinafaa. Na kuna chanjo 3 nitazizungumzia ambazo mostly serikali ya Saudi Arabia huwa inataka watu wapate hizo chanjo. Kwa usalama wako wewe kwanza kama hujaji, na pili kwa usalama wa ndugu zako ambao ni mahujaji kutoka kila pembe ya dunia. Na mahujaji wanatoka sehemu zote za dunia. Lugha tofauti, climate tofauti, rangi tofauti, tabia tofauti. Kwa hivyo mrupuko wa magonjwa huwa ni rahisi sana. Kwa hivyo ni vizuri upate chanjo ili ipate kukukinga wewe biidhnillah na kuwakinga ndugu zako ambao ni mahujaji utakaowakuta huko. Chanjo ya kwanza ambayo nitaizungumzia hapa inshallah ni yellow fever. Yellow fever ni chanjo muhimu sana ambayo mara nyingi nchi nyingi huwa zinataka mtu adungwe hiyo yellow fever ndio aingie kwenye nchi yao. Kwa hivyo yellow fever, ndugu yangu hujaji, hakikisha umepata hiyo chanjo. Chanjo ya pili ni meningitis. Meningitis, chanjo ambayo pia ni muhimu sana kwa watu ambao wanataka kwenda haji. Chanjo ya 3 ni flu ama influenza, chanjo ya mafua. Watu wengi wakikusanyika mahali pamoja ni rahisi kuambukizana maradhi. Sasa tuna imani kwa nguvu za Allah chanjo hizi 3, na ziko zingine unaweza ukazitafuta kwenye mitandao, lakini hizi ndio main ones, zinaweza kukukinga wewe na kumkinga hujaji mwenzako katika ibada hii tukufu ya haji. Ndugu Muislamu, ibada ya haji ni ibada ambayo ni physical. Unatumia nguvu. Ni ibada ambayo utatembea muda mrefu. Ni ibada ambayo si ibada ya kukaa, ni ibada ya kuzunguka. Kwa hivyo ni vizuri sana kabla hujaenda hiyo safari ufanye mazoezi at least, kama wewe si mtu wa mazoezi. At least kwa siku mara 1 mara 2, jaribu kutoka kama ni asubuhi, kama ni jioni, ama asubuhi na jioni, utembee mpaka mwili wako uhisi kwa nimetembea leo. Huko kutembea kwako
kutakusaidia wewe sana wakati uko huko Saudi Arabia kufanya hii ibada ya haji, kwa sababu ukiangalia tawaf ni kuzunguka Al-Kaaba mara 7. Kuzunguka tawafu Al-Kaaba mara 7 utaona ni rahisi sana, lakini ni distance ndefu. It can take 1 to 1.5 kilometers kwa uchache. Alafu kuna sa'i ni Safa wal Marwa. Safa wal Marwa ni distance takriban 3.5 kilometers, kilomita 3.5. Ukiongeza na hii ya tawaf yaja takriban kilomita 5 ama zaidi. Kwa hivyo kama huna uzoefu wa kutembea, ukifika Maka utapata matatizo, utapata shida, mwili wako utakusumbua, na ni lazima ufanye, hasa kama wewe si mgonjwa, ni lazima ufanye tawaf, ni lazima ufanye sa'i, yani Safa wal Marwa. Kwa hivyo ningependa kutoa nasaha hii, kama una nia kwenda haji, tafadhali kabla safari yako tembea, sukuma mwili wako, usumbue mwili wako, ili ukienda kule utakuwa usikii shida yoyote. Kumbuka, kuna wakati mtapelekwa mahali kunaitwa Mina. Mina ni mahali ambapo Waislamu wote wanakutana kuanzia tarehe 8 Dhulhijja kwenda mbele, na kuna ibada muhimu hapo ya kurusha mawe. Distance ya kutoka Mina kuenda mpaka Jamarat pale pa kurusha mawe ni takriban kilomita 3 mpaka kilomita 7 kulingana na pale mahali upo. Sasa imagine ikiwa wewe uko mahali ni kilomita 3, utakwenda kurusha mawe kilomita 3, utarudi kwenye boma lako ama kwenye hema kilomita 3. Kwa hivyo tayari ni kilomita 6 hizo. Kama hukuzoea kutembea, ndugu yangu Muislamu, hapo utaona hilo ni jambo zito. Kwa hivyo jitayarishe, jipange, fanya mazoezi, jikakamue, ndio uenjoy ile ibada ya haji. Mara nyingine mkitoka mahali kunaitwa Muzdalifa, huwa hakuna magari. Kutoka Muzdalifa inabidi utembee mpaka Mina, na hapo ni kilomita 3 mpaka kilomita 7 nayo, depending on which side ya ile Muzdalifa upo. Kwa hivyo hiyo pia ni distance. Utoke Muzdalifa uje Mina, tuseme ni kilomita 3. Utoke Mina uende Jamarat, kilomita 3 zingine. Utoke Jamarat urudi tena Mina kwenye hema, ni kilomita 3 nyingine. Hiyo ni takriban kilomita 9. Kwa hivyo mazoezi ni muhimu sana, ewe Muislamu mwenzangu, itakusaidia sana hiyo. Jambo lingine muhimu, wanaume ni lazima mubebe ihram. Ihram zile nguo mbili nyeupe ambazo unazivaa kabla hujaanza ibada yako ya haji. Nguo hizi nakupa advice moja, usizibebe kwenye begi lako kubwa. Ihram hakikisha umeziweka kwenye hand luggage, ili wakati wowote unahitaji ihram yako, pale umeambiwa sasa tuko tayari kuvaa ihram, unafungua tu begi lako ambalo ni hand luggage, unatoa ihram yako. Ukisahau ihram ukaziacha kwenye begi kubwa, begi lile ambalo litawekwa kwenye buti ya ndege, hilo begi hautaliona tena mpaka utakapoenda Saudi Arabia. Kwa hivyo jipange, hakikisha ihram yako umeiweka kwenye hand luggage. Na hand luggage pia ningependa kuwakumbusha wale watu ambao ni wagonjwa, mtu ana pressure, mtu ana sukari, dawa zako hakikisha umezibeba na umeziweka kwenye hand luggage. Usiziweke kwenye lile begi kubwa ambalo utalipata baada ya siku 1 ama siku 2. Na saa nyingine hata hutalipata, lile begi linaweza likapotea, ambao ni kawaida katika safari international flight. Kwa hivyo madawa yako, ndugu yangu Muislamu, weka kwenye hand luggage, ili wakati wowote ukihitaji dawa yako ama dawa zako unazitoa kwenye hand luggage yako unatumia. Jambo lingine, maagent huwa wako na seminar hasa kwa wale watu ambao ni mwanzo kuenda haji. Huwa wanawaita wale mahujaji
wanawaalika kwenye semina, wanawaelezea manasik haji kutakuwa hivi, utafanya hivi, utafanya hivi. Ndugu yangu Muislamu, usidharau, hakikisha umehudhuria semina kama hizo ili upate kujua zaidi kuhusu ibada hii ya haji. Na wewe mwenyewe pia inatakikana usome kuhusu hii ibada ya haji. Ni nini? Ni vitu gani vinahitajika? Ni kitu gani kinafaa mimi kufanya? Unaweza pata hizo kwenye mtandao, ama kuna vitabu vidogo vinauzwa, unaweza ukanunua ukawa unasoma, unatwali, ndio ujue utakwenda kufanya nini wapi. Sio kila kitu mtegemee tu mtu mwingine, wewe mwenyewe. Hiyo itakusaidia sana. Kwa hivyo kama una nia kwenda haji, jifundishe, soma kuhusu manasik za haji zote, ili iwe ni rahisi kwako. Ukiambiwa jambo hili tayari wewe ushalielewa. Kitu kingine, safari ya haji ama safari yoyote huwa haina uhakika wa moja kwa moja kwa tutaondoka saa 5 tutafika saa 7 mfano, ama saa 5 tutafika saa 9. Kuna delays hutokea. Unaweza ambiwa mtaondoka saa 5, mara mkaambiwa ndege imechelewa, mtaondoka siku ya pili. Kwa hivyo mambo kama hayo nataka wewe hujaji uweke kwenye akili yako, psychologically ujue kuna delays zinaweza zikatokea. Usianze hasira, usianze pressure, usianze kelele. Ukiona flight imecheleweshwa, kubali hiyo ndio hali ya safari na hutokea. Mara nyingine bahati yako ama bahati yenu mnaweza pata smoothly. Mkifika airport, baada ya masaa 2 ndege inaondoka, mnaenda zenu Jeddah, mnaenda zenu Makkah bila problem. Lakini sometimes huwa matatizo haya yanatokea. Kwa hivyo wewe hujaji, uwe na subra, uwe na imani kwa hili jambo, inshallah litakuwa. Na nikizungumzia subra, pia ningekuwa advise ubebe magunia na magunia ya subra. Kwa sababu huko unakoenda utakutana na watu tofauti, kabila tofauti, mila tofauti, rangi tofauti. Kwa hivyo ni lazima utasukumwa hapa, utagongwa hapa, utafanywa hivi. Uwe na subra, stahimili. Ni ibada hiyo, inshallah ni ibada tukufu, na ukiwa na subra ni faida kwao. Kama wewe ni mtu wa mapresha, mtu wa makelele, ni mtu wa hamasa, tafadhali hizo zote ziache huko. Ukienda uende wewe uko kwenye ibada, ujue uko kwenye ibada, uanze kustahimili. Muda utapita, ni siku chache tu, inshallah utamaliza ibada, utarudi. Kwa hivyo tafadhali uwe na subra katika hii safari yote, kuanzia mwanzo mpaka kwenye ibada mpaka kurudi. Na maagent wengine pia uwe na subra na wao. Mtasumbuana kwa njia moja ama nyingine, lakini inshallah ibada hii mwisho utasikia raha, utaona raha, umefanya ibada muhimu sana katika maisha yako. Jambo lingine, kuna security wa Saudi Arabia. Wale wametrainiwa crowd control. Personally, I think they are among the best in the world in terms of crowd control. Wanajua sana kucontrol movement ya watu. Hawakubali watu wasimame mahali pamoja muda mrefu. Kwa hivyo ukiona unasukumwa na security, songa mbele, songa mbele, songa mbele. Ondoka hapo, usikasirike wala usishindane wala usipige kelele. Kwa usalama wako wewe ndio wao wanafanya hivyo. Na mara nyingi alhamdulillah ukifuata vile wanavyotaka hutasumbuana nao. Na wao lengo lao hawataki mahujaji waumie ama mahujaji wafe ama wadhurike kwa njia yoyote. Subra ile nimewaambia mwanzo pale, hapo pia ni lazima uwe nayo. Kwa sababu pengine hamuelewani lugha, ni mkali anakusukuma, wewe stahimili, fuata vile wanataka, ni muda mchache tu, inshallah utamaliza ibada yako, utarudi kwenu. Jambo lingine kumalizia, ukimaliza ibada yako, sisi pia tunaomba mtuombee Mungu, muombee Waislamu wote, mtuombee sisi pia inshallah Allah tuwezeshe kuja, na wengine ambao hawana uwezo Allah afungulie uwezo pia waje kwenye hiyo ibada. Maana dua ya mtu ambaye ameenda haji huwa ni kabuli. Msitusahau katika dua zenu. Jambo lingine,
munaenda kwa group, tafadhali hakikisha group yako unaijua vizuri, hasa kama wewe ni mwanzo kwenda. Shikana na group yako, kaa karibu na wenzako, usifanye mambo kipeke yako peke yako. Follow the crowd. Wale watu wako uko nao, kama wanaenda mahali fulani, kama agent wako anakuambia sasa tutafanya hivi, jaribu sana kufuata maagizo ya agent wako na ujuane na wale wenzako. Ukifanya hivyo utaenjoy ile safari na utapata marafiki wapya ndani ya group yako na nje ya group. Na experience ya haji ni experience ambayo ni tamu sana. Baada ya ushaifanya unataka kusikia raha, unataka kurudi tena na tena na tena. Kwa hivyo inshallah hizi ni katika nasaha ambazo sisi kama Halal Charity TV tumeonelea tuwapatie mahujaji, na inshallah Allah tuwezeshe katika hii ibada. Allah akupe nguvu wewe hujaji ambao una nia kwenda, uende salama, urudi salama, na Allah aikubali ibada yako, na inshallah iwe haji mabrur wa sa'i mashkur wa dhanban maghfur. Na kwa hayo machache inshallah Allah atuwezeshe katika mambo yetu, Allah atufanyie mambo yetu yawe mepesi, na Allah akubali ibada zetu zote kwa mjumla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.